Mambo vipi mtazamaji wa Matukio Daima TV online, karibu katika upande wa vipindi vyetu mwendelezo wa vipindi vya polisi jamii kutoka mkoani Iringa. Kama kawaida tuko hapa tunakuletea elimu kuhusiana na masuala mazima ya polisi jamii. Studio zetu kama unavyotuona hapa, tupo na kamanda wa polisi afisa wa ushirikishwaji jamii mkoa wa Iringa ambaye ni ASP Vincent Msami, lakini pia siku ya leo nipo na Elizabeth Swai ambaye ni mkaguzi msaidizi wa polisi afisa wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Iringa. Karibu, naitwa Heri Turiban Mola, lakini picha hii inaletwa na timu nzima ya wapiga picha wetu katika studio yetu ya MD TV. Karibuni studio. Nashukuru sana. Kamanda Msami pamoja na Kamanda Elizabeth Swai. Na moja kwa moja tutakwenda kuangalia wiki iliyopita tulikuwa na kipi, ambapo tulikuwa na Kamanda Vincent Msami, huyu ni ASP ambaye alizungumzia kwa uchache masuala mazima ya ukatili wa kijinsia. Karibu kamanda. Nashukuru sana ndugu mtangazaji pamoja na watazamaji wa MDTV television. Kipindi kilichopita tuliongelea habari ya dawati, tukasema dawati la jinsia na watoto ni kitu gani, lakini tukajaribu kuongelea habari ya jinsia, tukatoa tafasiri ya mtoto, lakini tukasema ukatili ni kitu gani. Tukawa tumeishia pale, na leo nimeona ni vyema niweze kuja na mtendaji wangu kwenye eneo la dawati ili kusudi aweze kuelezea kwa undani aina za ukatili. Okay. Leo tutakwenda kuangalia aina za ukatili kama ulivyosikia mtazamaji wa MDTV. Na atakwenda kuelezea ni mkaguzi msaidizi wa polisi ambaye ni afisa wa dawati la jinsia na watoto Elizabeth Swai. Karibu katika studio zetu. Asante kupata nafasi hii. Niende moja kwa moja kwenye mada yetu. Kama ambavyo nimetambulishwa kwamba nitaongelea aina za ukatili. Kwa kawaida zipo aina kuu 4 za ukatili wa kijinsia na watoto. Aina ya kwanza ni ukatili wa kimwili. Ukatili huu ni unahusisha vitendo vyote vinavyoupa madhara mwili wa mtu, kwa maana kwamba ni ukatili unaonekana kwa macho. Tunasema unaitwa pia physical violence. Ni ukatili ambao mtu akifanyiwa hauwezi kumuuliza. Kama amepigwa ngumi utakuta jicho, kama ni panga, amechomwa moto. Ni ukatili ambao mtu unafanyika juu ya mwili wa binadamu au mwili wa mtu na kuonyesha alama mbalimbali ambazo mtu ameweza kufanyiwa. Ukatili wa kimwili kwa watoto inaweza ikasababishwa na adhabu na vitu mbalimbali, lakini kwa watu wazima pia mtu anaweza akapigwa, ambapo tunapoongelea ukatili wa kijinsia mtu anafanywa ukatili huu kwa ajili ya jinsia yake. Na kwa mtoto tunasema anafanywa ukatili kwa ajili ya ule utoto wake, ni rahisi sana kumfanyia vitendo kwa sababu hawezi kulipiza wala hajui kama anafanywa kile pale ni kosa ama nini. Mara nyingi watoto unaweza ukampiga sana mtoto, unakuta wanachukuliwa hivi vijiko, vifaa vingine vya visu, wengine wanachukua moto, wengine wanafanyaje, akisema kwamba anamuonya mtoto, lakini baadaye ikifika kwetu sisi tunaona amefanywa ukatili wa kimwili. Na ukatili wa kimwili kisheria unazaa makosa mbalimbali ya jinai, ambayo kuna shambulio, tunasema shambulio la kawaida ambayo mtu anapata madhara kwa anawahi kuwa recovered, anawahi kupata nafuu kurudi katika hali yake. Lakini pia kuna shambulio ambalo la kudhuru mwili, anaweza kupata madhara ambayo ya kudumu, na kuna muda mwingine ni kujeruhi, muda mwingine anaweza akapelekea kabisa kuondolewa kwa viungo vyake. Na ukatili huu wa kimwili huwa pia tunapata wasaa wa kuthibitishwa na daktari. Mtu anapofanyiwa, ili tujue huyu mtu amefanya ukatili kwa kiasi gani, tutampeleka yule mtoto ama ni mtu mzima hospitali na daktari atatuambia, kwa sababu kwenye PF3 zetu imeonyesha kama ni harm ama grievous harm au maim. Kwa hiyo baadaye inatupelekea sisi kuandaa hati ya mashtaka ama kupeleleza jalada kulingana na ile kosa, na wenzetu wanaoandaa hati za mashtaka kujua ni anaenda na ukatili gani. Hapo nimemaliza kwenye ukatili wa kimwili. Tukibaki katika ukatili wa kimwili ambao ulisema wakati mwingine unafanyika kutokana na jinsia ya mtu.
jinsia. Tumezoea kusikia ukatili wa kijinsia unafanyika kwa wanawake, yaani tafsiri nyingi kwamba ukatili wa kijinsia ni mwanamke ama watoto. Tukirudi kwenye jinsia kuna mwanamke na mwanaume. Kuna wanaume wanafanya ukatili wa kijinsia? Wapo wanaofanya ukatili wa kimwili na wanaume ndio wanaofanyiwa. Mara nyingi unakuta muda mwingine mtu anapigwa au mwanamke anapigwa, lakini mwanamke anakujitetea. Na wenzetu wanapenda kujitetea, au sisi wanawake tunapenda kujitetea kwa ubali. Kwa hiyo muda mwingine tunaweza tukajitetea kulingana na mazingira yaliyopo. Kama hapa anaweza akachukua ukuni ama akachukua jiwe ama akachukua nini. Kwa hiyo unakuta na wanaume na wenyewe wanafanya ukatili wa kimwili, tena unakuwa tu ni mkubwa ambao anaweza kufanywa na mwanamke. Lakini muda mwingine mwanamke anaweza ana nguvu zaidi kuliko huyo mwanaume mwingine. Bahati nzuri naye amejaliwa, basi wamepigana, mwisho wa siku mwanaume kazidiwa nguvu, unashangaa aliyepata madhara anakuwa amepata mwanaume. Ni wanaume wanafanywa pia ukatili wa kimwili, lakini sasa katika hali ya mazoea sisi tunapokea sana kupitia watoto na wakina mama, kwa sababu wanakuwa wanaogopa. Tuendelee na aina ya pili ya ukatili hajaanza kufunguka vizuri. Ukatili wa pili tunaenda kwenye ukatili wa kingono. Ukatili huu ni vitendo vyote vinavyompa mtu madhara, matukio yote yanayotokana na ngono, ambao ukatili huu umebeba matendo mengi, ambayo pia matendo haya yanaweza yakahusisha masuala ya kijinai. Una makosa mbalimbali ya kijinai yakiwa ndani yake. Makosa hayo ni kama ubakaji, kulawiti, mashambulio ya aibu, ukahaba, ukuadi na mengineyo. Ila matendo yote, vitendo vyote vinavyohusisha vitendo vya ngono, yani kumpa mtu madhara kutokana na vitendo vya ngono, tunasema ukatili huu ni ukatili wa kingono. Tukibaki katika swala zima la ukahaba na ukuadi, kuna watu ambao wanafanya yani kwa kutaka wao. Tunaweka katika tafsiri ya ukatili, kaenda mwenyewe kuuza mwili wake ama ametaka mwenyewe kukuadiwa ama kuwafanya ile matendo. Kwa sababu pia tunaongozwa kwa mujibu wa sheria. Kwa sheria zetu imekatazwa kwamba alifanya bila mikatali kwenda kufanya biashara ya mwili au kutumia mambo ya ngono kupata fedha, ni kosa la jinai. Sheria zetu zimekataa. Ni kama vile kulawiti. Kuna wenzetu wengine nchi nyingine tunasikia wamekubali kama mtu akifanya anafanya, lakini kwa sheria za Tanzania mtu akifanya unatakiwa utoe taarifa. Usipotoa taarifa maana yake na wewe umekubali kufanywa kosa, na wewe kule kukubali tayari unaingia kwenye kosa. Kwa upande wa ubakaji sasa upo aina mbili. Kuna ubakaji kwa watu wazima juu ya miaka 18, ambao ubakaji kwa watu wazima tunaangalia sana, tunasema consent au hiari ya mtu, kwamba kufanyishwa kinguvu, kufanya tendo la ndoa pasipokuwa na hiari. Lakini kuna ubakaji mwingine tunaita ubakaji huu wa kisheria ambao ni statutory rape. Upo tunaangalia umri, kwamba chini ya miaka 18 mtoto haruhusiwi kufanya vitendo vyote vya ngono. Kufanya hivyo hata kama mtoto amehiari ni ubakaji. Kwa hiyo nawapa rai wale watazamaji wetu kwamba mtoto hata kama aje amekuja kwako, sijui amejikutega, amebomoa, amefanyaje, kwa katika aina yoyote uwezo ukasema chini ya miaka 18 amekubali, kwa sababu kisheria haturuhusu mtoto huyo kujihusisha na vitendo vyovyote vya ngono. Kwa hiyo utakuwa umetenda kosa la ubakaji. Aina hiyo pili ukatili wa kijinsia, mtazamaji wa Matukio Daima TV, naomba nirudishe kwa Kamanda Msami, ASP Vincent Msami. Kamanda, tumesikia katika aina hii ya pili kwamba kuna swala zima la ukuadi, swala zima la kuuza mwili, lakini pia swala zima la ukahaba na pamoja na ubakaji. Tukirudi katika pointi hii, pale katika ukahaba, tunamkamata alijiuza mwili wake ndo kamfanyia ukatili, alinunua mwili wake ama alinunua mwili ule dada ndo kamfanyia ukatili aliyeuza. Hapo kuna wanaume pia wanauza miili yao. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kimsingi kama ambavyo mtendaji wangu wa ofisi ya dawati alivyokwisha kusema, haya mambo yapo kwa mujibu wa sheria. Sheria ya makosa ya jinai imekataa kufanya biashara ya ngono. Kwa hiyo kuna wale akina dada, akina kaka ambao wao hawataki kufanya kazi zilizo halali, wanafikiria labda kwenda kuuza miili yao. Ile ni kosa. Sasa inakujaje kwa ukatili? Ni pale mtu anapokuwa yani upande mmoja unakuwa umefanya kwa lengo la kumuumiza upande mwingine.
Lakini hawa ambao wanakwenda kuuza, hawa ni kosa lazima la ubakaji. Kuna ubakaji wa aina mbili, kaelezea dada, mtoto na mtu mzima. Mtu mzima ambaye ameenda nyumbani kwa kijana, inakuwa na ushahidi upi wa kwamba kabakwa? Si mtoto, ni mtu mzima. Mtu mzima kaenda kwa mtoto, kaenda kwa kijana, mtu mzima mwenzake. Yani mtu mzima wa kike wa kiume, wa kiume wa kike, wote mkutana katika nyumba kwa hiari yao. Hasa alifanyika mengine labda kwa hajajiandaa nao, lakini kaenda ndani. Kuna ubakaji pale, walikuwa wote faragha ndani. Sasa hapo bado sijaelewa kwamba labda mfano kama mimi na wewe, si ndio? Kwamba mimi nimekuja kwako. Ndio. Alafu ukalalamika kwamba umebakwa na kamanda. Sasa pale upelelezi utafanyika. Tutafanya upelelezi ili tuweze kujiridhisha ilikuwaje mpaka, na kuna kesi za aina hiyo. Yeah, of course kuna matukio ya design hiyo. Kwa mfano kuna wale watu ambao wamekuta kweli wamekubaliana, lakini kuna mwingine anakubali kwa ajili ya kupata labda kitu fulani au posho au ndo kama hivyo, inakuwa kama mfumo fulani wa kujipatia hela, lakini sasa hajapata. Kwa hiyo sasa unashangaa anakuja kituo cha polisi kwamba nimebakwa, mnaenda mnamchukua mtu, kumbe makubaliano yao walikuwa wapeane labda kiasi fulani hajapewa, sasa anaamua kuja kumshtaki mwenzie. Lakini upelelezi ukibaini kwamba haikuwa hivyo, mlikuwa mna makubaliano mengine, tayari na wewe uliokuja kutoa taarifa unachukuliwa hatua nyingine. Na ubakaji kwa mtu mzima, kama nilivyokuambia, tunaangalia sana hiyo hiari ya mtu. Sasa wewe umetoka nyumbani, umepewa appointment na kamanda, umeenda sehemu, mmekula, mmekunywa, bado umeenda kutoka ile sehemu ya baa, umeenda sehemu nyingine tena mpaka umeingia chumbani. Yani tayari hiyo tunaangalia wewe hiari yako, kwa sababu wewe ni mtu mzima na ni mtu tunasema hata kosa likitendeka tunasema anafanya akiwa na akili timamu. Sasa wewe tu unashindwa kuanza kufikiria labda itokee umeenda alafu ukapewa madawa, umewekewa madawa kulevya, kwamba umefanya kitendo uko nje ya uwezo wako kufikiri, ule ni ubakaji. Lakini katika hali ya kawaida tu umeenda, umeingia si wapi mpaka umeenda mpaka chumbani, ukiwa na mtu tayari unatakiwa uwe una vitu vya kujilinda. Yani wewe mwenyewe kwenye hilo tukio lazima ujilinde kabla. Kwa hiyo uwe una tahadhari kwa kila tukio unalolifanya, kwamba hapa hiki inaweza kitokea hapa. Kwa sababu uweze ukatuambia umetoka kwako umeenda sehemu, umeingia mpaka chumbani, umefikia stage ya kufanya hivyo, ndio useme kwamba alikubaka. Ilikuwaje? Tunapima sasa hizi process mpaka ulipofikia hilo tendo. Na kwenye kubaka lazima kwa kuna purukushani, ulichukua hatua gani? Je, ulipiga kelele? Kuna ngozi zote ambazo zimechanika hapo, ama kuna purukushani gani hapo imefanyika kuonyesha kweli wewe hichi kitendo ulilazimishwa? Sio mambo tu yameenda tena kirahisi. Hiyo nyumba ina watu wengi, ungeweza hata kusaidiwa. Maana kuna watu wengine kabla akiona tu tukio dalili za hatari, anaanza kufanya hivyo. Ulichukua hatua gani? Ungepiga kelele, chumba cha pili tayari pale pana mtu angeweza kusikia na kuja kutoa msaada. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo lazima tuvipime, na ndio maana tunafika eneo la tukio na kuangalia mazingira yalivyokuepo na wewe kufanya hicho kitendo, tuone kama ubakaji unaweza kukaa kwa mtu mzima. Mtazamaji wa Matukio Daima TV, hizi ni aina za ukatili wa kijinsia na watoto. Na tuko katika upande wa ukatili aina ubakaji wa kingono. Yeah. Karibu kamanda. Nashukuru. Nilikuwa nataka nitumie fursa hii kuwaeleza Watanzania. Wakati nikifanya kazi mkoa wa Shinyanga, iliwahi kutokea tukio kama hilo. Kuna dada mmoja alikuwa na jina maarufu anaitwa Yondo Sister. Alikuwa na mchezo wa kufanya biashara ya ngono. Kwa hiyo aliona msukuma wa watu wametoka kuuza ng'ombe, wameongea, wamekubaliana, kaingia chumbani. Amefika chumbani, wamefanya mapenzi, wamemaliza, akaamua, kwa sababu alikuwa anataka abebe lile fuko lote la noti, akaamua kushout kwamba amebakwa, vitu kama hivyo, akachana chupi, akaja kulalamika polisi. Lakini sisi polisi baada ya kuja kuchunguza tukagundua kwamba yule alikuwa anafanya biashara ya ngono na alizania yule msukuma ni mshamba, alitaka kumuibia hela zake. Mwisho wa siku tulimshtaki mahakamani na alihukumiwa kwa kifungo. Kwa hiyo wale wa Tanzania wenye tabia ya kusingizia wanaume kwamba wamebakwa, wakati wakijua kabisa hawajabakwa, walikuwa na nia zao ovu, jeshi la polisi liko vizuri, halipo kwa ajili ya kuonea wa Tanzania. Kwa hiyo atakayebainika amefanya hayo atashitakiwa kwa mujibu wa sheria na ataadhibiwa.
Kwa kumalizia tu hapo kwenye sehemu ya ubakaji, sasa hivi kuna vitendo pia vinatokea watu wazima anakubaliana na mtu mmoja, alafu tena baadaye yule mtu mmoja naye ana marafiki zake. Unashangaa ameenda tu mtu mmoja kuwa na rafiki na ni vitu vya kawaida, labda umeingia sawa, mmekubaliana na mtu mmoja. Sasa amemaliza yule mtu mmoja anatoka, unashangaa anaingia wa pili. Wa pili naye kamaliza, watatu. Kuna baadhi ya vigenge wana mtindo akipata mwanaume mmoja akipata mwanamke wanafanya kundi zima pale, kwamba wanakuwa tunasema wanapiga mande au tunasema gang rape. Hiyo hairuhusiwi. Hata kama yule dada mara ya kwanza ameingia na yule mwanaume ndani kwa kukubaliana na mtu mmoja. Sababu ukifanya tena na watu wawili au zaidi ya mmoja tayari ni ukatili, na ile tena sio starehe, inageuka kuwa ni maumivu na madhara anayopata yule ni makubwa, na hilo kosa pia ni kubwa. Kwa hiyo ninachotoa rai kwamba wale wenye vigenge, na hii inatokea sana kwenye vijiwe mbalimbali, hasa vya bodaboda, vijiwe sijui sehemu ambazo kuna wanaume zaidi wengi, vijana kwenye mashine sijui kwenye wapi, yani sehemu ambazo kuna vijiwe maeneo ya stendi. Kwa hiyo tunatoa rai kwamba hatutaki kusikia vitendo kama hivyo. Ni ukatili mkubwa sana kwa yule dada, kwa sababu madhara anayopata ni makubwa. Mtazamaji wa Matukio Daima, na imani umepata vingi vizuri aina za ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto, na imani umeweza kuelewa kuna mande jina la mtaani, lakini amesema lakini umelisikia kwamba kombe linatumika na jeshi la polisi pia, kwamba wanakwenda mmoja na dakika kubali, lakini wanaingia vijana 3, 4 hadi 5 kupiga mande. Aina ya pili ambayo imetukalisha muda mrefu, na ni aina ambayo ni sensitive kidogo, na imekuwa ni matukio mengi hasa kwa watoto. Ndio maana tumejaribu kidogo kuisema kwa upana, ili watazamaji wetu waweze kuelewa na kuchukua tahadhari kwamba vitendo vya ubakaji, vitendo vya mimba kwa wanafunzi, vitendo vya ulawiti, vitendo hivyo vya kupiga mande vimekuwa vikijitokeza. Kwa hiyo wote tuwe tunatahadhari kwa pamoja. Tunakwenda katika aina ya 3. Aina ya 3 tunaenda ni ukatili wa kisaikolojia au tunaita ukatili wa kihisia. Ukatili huu unahusisha vitendo vyote ambavyo vinampa mtu madhara katika hisia zake. Ni ukatili ambao hauonekani kwa macho, ni tofauti na ukatili wa kimwili, ni tofauti na ukatili wa kingono. Mtu akifanyiwa una uwezo wa kuona hadi madhara yale na nini, kuna ushahidi uko pale, kila kitu. Lakini ukatili wa kihisia ni ukatili uko kimya kimya. Yaani mtu anaweza kufanywa kitendo cha ukatili, usipokuwa mtaalamu unaweza usijue, na usipokuwa unamfahamu huyo mtu kwa vizuri huwezi kuona kama nani, kwa sababu kuna wengine wanafanya ukatili wa kihisia na pretendi, analazimisha furaha, analazimisha nini, lakini kumbe hayuko katika hali ya kawaida. Johnson Group Company Limited ni wauzaji wa bajaji 4, bajaji aina ya Maxima, Guta aina ya Toyo na pikipiki aina mbalimbali. Tupo wazi siku zote za wiki. Tunauza vipuri na matengenezo. Tunatoa warranty kuanzia miezi 6 kwa Guta, miezi 12 kwa bajaji na pikipiki. Ushauri ni bure kwa chombo ulichonunua. Tupigie 0623700700. Email johnson98@gmail.com.